Jina naitwa Omari Ng'amo Duida. Mimi ni mfanyakazi wa hapa Mankoko. Tuna kikundi cha walemavu. Sisi ni wafugaji wa nyuki. Tuna mizinga yetu. Mwanzo tulikuwa na mizinga 20. Sasa tumepewa mkopo wa milioni 10. Tumenunua mizinga 30. Na hii eneo tulikuwa tumewekeza, tulikuwa tumeazima. Sasa tumelipia, limekuwa ni mali yetu. Kwa hiyo sasa mizinga yetu iko hapa. Eneo lenu liko kiasi gani? Eka 3. Na mizinga iko mingapi? Mizinga iko 50. Hii biashara mlianza lini? Hii biashara tangia mwaka 2019 tukaanza ufugaji wa nyuki. Na mlichukua mikopo mara ngapi? Mikopo hii ni mara ya 4. Mara ya kwanza tuchukua milioni 2, mara ya pili tukachukua milioni 3, mara ya 4 tukachukua milioni 5. Hii ni mara tukachukua milioni 10. Toka ameanza kuchukua mikopo ya 10 ambayo inatolewa na serikali, hii kama wananchi hapo wenye mahitaji maalum, mikopo hii imewabadilisha nini katika maisha yenu? Kuna kitu gani cha ziada mmekipata? Yaani tunashukuru. Kipindi cha nyuma tulikuwa hatujajenga, tulikuwa na nyumba vya tope. Sasa mimi na nyumba ya kuchoma, nyumba 2 za kuchoma na fremu mabandani, na wenzangu, kila wenzangu tuko 7. Kila wenzangu, kila mtu ana nyumba ya bati kwake. Amejitahidi, amejenga nyumba kwa ajili ya asali tu. Sababu sisi walemavu, hii ufugaji wa nyuki haupigi palizi. Yaani ukiweka tu juu ya mti, wanasubiria nyuki tu. Na nyuki wakishaingia basi wanaendelea kufanya kazi. Yaani hamna shughuli kubwa sana. Tofauti na kazi za kulima. Pia sisi wafugaji wa nyuki pia wana biashara, kila mtu ana biashara zake ndogo ndogo ambaye anapata mahitaji yake. Na changamoto kubwa imekuwa ni nini kwa pande yenu? Changamoto kubwa labda ni nyuki. Mwaka huu kama kuna mizinga mingine ambayo haijapata nyuki, mara nyingine nyuki wasipitie maeneo ya huko. Kwa hiyo utakuta mizinga mingine haina nyuki. Mara nyingine kiangazi kikizidi, nyuki wanatoka kwenye mizinga, wanahama, wanaenda sehemu nyingine. Tunawasubiria wengine mwakani. Mwakani usipokuja tena, mizinga inakaa kavu. Kwa mfano una mizinga 50, na mizinga 10 isipate nyuki, itapata mizinga 40 tu. Na siku ya kuvuna usitegemee kila mzinga upate asali. Naweza nyingine umejenga lakini hauna asali, umenani watoto tu. Kwa hiyo mambo ya wizi mengine hayo hamna. Kuna watu wa aina yako wewe, watu wenye mahitaji maalum, lakini ni watu ambao wamekuwa wengi hawataki kujishughulisha, hawataki kufanya lolote. Akikumbana na hali ya namna hiyo, anahisi kama ndio mwisho wake wa maisha. Unawaambia watu kwa hivyo, unawaambia kitu gani? Yaani tangia sisi tuanze huu mradi, watu ndio wanatucheka. Nyie mnafanya kazi hii, nani atawasaidia? Ndio maana mimi nimejitoa mhanga. Hii kazi mimi naifanya mwenyewe. Kutundika juu ya mti mimi napanda na naweka mzinga, siku ya kuvuna na siku nyuma kwa tunatafuta wavunaji. Anakuambia itakuja kile baadaye umuone. Kwa nini siku hizi mimi najitahidi. Na wale ambao walikuwa wanatucheka sasa hivi wanakuja kutuomba sisi misaada. Kwa hiyo niwashukuru sana serikali na pamoja na rais kuleta hii mikopo, imetusaidia sana. Na mpaka sasa hivi tulikuwa walemavu, lakini sasa hivi tunajisikia sio walemavu. Maana tulikuwa tunakula vibaya, hauna nini, lakini sasa hivi tunajisikia vizuri, tuko fresh tu kama watu wengine.